Hayo yameelezwa na afisa ustawi wa jamii mkoa wa Arusha, Dennis Mgie, akizungumza na Upendo Media ofisini kwake mkoani Arusha, ambapo amesema takwimu zinaonyesha kuwa jamii imeelimika kuhusiana na malezi na makuzi ya awali ya mtoto kutokana na mafunzo yanayotolewa na kuratibiwa na KKKT kwa kushirikiana na EGPAF pamoja na D3 kuwafikia walengwa. Umekuwa na tija kubwa sio tu kwenye kuunga juhudi utekelezaji wa programu yetu, lakini pia kule ambako wameenda mbali zaidi, hata kuhakikisha kwamba wanawatumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao tunawaita ni CHW, lakini pia na viongozi wa dini kwa pamoja kuhakikisha kwamba swala zima la malezi linakwenda sawa. Tutakumbuka kwamba wenzetu wa ILC walitusaidia kuwezesha CHW hawa zaidi ya 161 kama sikosei, ambao waliweza kujengewa uwezo kwenye eneo la programu za malezi. Na tunapozungumzia programu hii ya malezi inaangazia maeneo makubwa matano ambayo wahudumu waliweza kujengewa uwezo. Kwanza kwenye swala zima la masuala ya afya bora kwa watoto, lakini pia swala zima la lishe bora, lakini pia swala la malezi yenye mwitikio, swala la ulinzi na usalama, na fursa za ujifunzi wa awali, ambazo zote hizi programu yetu ya taifa iliamini kwamba tukiweza kutoa hizi huduma, basi watoto wetu watakuwa na kufikia utimilifu wa makuzi yao. Mratibu wa mradi wa malezi KKKT Ezekiel Masawe amesema mwitikio wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii umekuwa mzuri katika kutoa elimu hiyo, huku baadhi ya wahudumu hao akiwemo Sara Mrema na Richard Lukumai wakieleza namna ambavyo wazazi na walezi wameupokea mradi huo. Wanafanya vizuri kwa kweli. Ukijaribu kuangalia kabla hatujaanza mradi na sasa hivi, wazazi wengi wamekuwa na mwitikio, wameweza kuelewa elimu ambayo inatolewa na hao watu ambao tumewafundisha. Na ni kweli kabisa, ukijaribu kuangalia hata watoto wenyewe wanaoendelea kukua ni tofauti ukilinganisha, na wanatoa ushuhuda kama ni tofauti na kipindi kabla hawajapata hii elimu ya malezi na makuzi. Na hata ukijaribu kutembelea kwenye kaya ambazo hii elimu imefika, na tofauti ambao naona kabisa kwa watoto wale ambao walitangulia kabla mradi hujaanza na hao ambao tumewakuta kwenye mradi ukiwa unaendelea. Na niseme tu zipo changamoto chache ambazo tunakutana nazo wakati tunaendelea kutekeleza mradi huu, ikiwapo ni mojawapo ni ile ya wazazi wa kiume kutokujihusisha kwenye malezi. Tumejaribu kweli kufanya kutoa elimu kwenye jamii, na wengi wameanza kuitikia. Ilikuwa ni changamoto kwa sababu ni kama mila ambazo ni potofu. Wakati mwingine mtu anaona kama sio jukumu lake kufanya kazi ya malezi, lakini wengi sasa wamekuwa na mwitikio mkubwa. Ni tofauti na tulipokuwa tunaanza mwanzoni. Kila umri una michezo yake, hivyo tunatoa ile elimu kwa wazazi, tunawapa jinsi ya kucheza na mtoto wake, jinsi ya kuwasiliana na mtoto wake, na pia kuangalia usalama wa mtoto. Isiwe sehemu ambayo sio salama, na atakiwa akae maeneo gani ili kucheza na mwanae, na ni mchezo upi unaendana na mtoto wake na anaupenda mtoto. Asipozingatia kwenda kliniki, kuna hatari hata wakati wa kujifungua. Ni lazima aende kliniki apate elimu, dalili zote zile zinazohusika za hatari, na kutumia zile dawa ambazo ni muhimu, na maelekezo na ushauri unaotolewa na daktari. Miongoni mwa wazazi waliofikiwa na mradi huo akiwemo Neema Julius, Tedorasia Tobias na Molel wameeleza namna ambavyo wamenufaika na mradi huo. Yaani unapotingisha tumbo unakuta ananipa mawasiliano, tunacheza, tunafanyaje. Kwa mfano mimi nikifanya kazi labda za nyumbani nikichoka, nikitaka kwenda kuoga, namwambia mwanangu leo tunaoga maji ya baridi kidogo, naomba univumilie. Kwa hiyo nasikia kabisa anacheza tumboni na furahi. Baba kwenye malezi lazima azingatie, kwa sababu baba kama baba ndio kichwa cha nyumba. Ajue mke wangu mjamzito apate lishe bora, apate malezi mazuri, na amfanyie maandalizi hata wakati wa kujifungua asiteseke. Baba hakikisha akitoka kwenye majukumu yake awe nyumbani kwa ajili ya kumlea mtoto wake. Hawa baba wote wanapaswa kwa kweli kushiriki huduma za afya, kuanzia mama anapokuwa mjamzito mpaka kupata mtoto, mpaka mtoto anapokuwa. Kutoka hapa mkoani Arusha, mimi ni Elihuru Machao.